Shalom, shalom, shalom. Watu wa Mungu, kipekee kabisa namshukuru Mungu Mwenyezi muumba mbingu na nchi kwa neema na kibali ambayo amenipatia niweze kuzungumza nawe, niweze kuzungumza nanyi. Si mwingine ni Proof Elijah Christian Mollel. Na Mungu akubariki mtu wa Mungu, watu wa Mungu, wana na mabinti ndani ya ufalme, wote mliopata kibali na neema kunifuatilia. Tuweze kuomba ili tuweze kuendelea. Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi, Baba wa milele, mwingi wa huruma na rehema, mfalme wa amani, kwa wakati huu na muda huu ambao nimepata kibali kuwa mbele ya mtu wako uliyemuumba kwa mfano na kwa sura yako, kwa watu wako, mahali popote ambako yupo na kifaa chake kiganjani, mahali popote, sehemu yoyote, nyumbani, njiani, kwenye usafiri, kila sehemu, ofisini, yuko tayari kwa ajili ya kusikia neno lako kupitia madhabahu hii, kupitia mtumishi wako. Nami niko tayari Bwana, nitumie katika jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Siku ya leo ni siku ya baraka na ni siku ya neema kabisa. Niko mbele yako muda huu na saa hii nikuletee neno la Mungu lenye neema na kibali kutoka kwa Mungu kwa ajili ya kubadilisha maisha yako na kurejesha maisha yako kuwa katika sehemu sahihi iliyokusudiwa na Mungu. Nataka nizungumze na wewe nini saa hii? Nataka kuzungumza juu ya mwelekeo wa mwenendo wa kiroho. Mwelekeo wa mwenendo wa kiroho. Maisha ya mtu, maisha ya watu, maisha ya familia, maisha ya mahusiano, maisha ya mwanaume na mwanamke, maisha ya huduma, maono, wito, maisha ya kazi ulioajiriwa ofisini, unafanya, umesomea au umefundishwa, umefunzwa, umekaa na watu wanaojua, wenye fani fulani, maarifa fulani, wakakugaia maarifa, na wewe ukawa ni mtu ambayo unaelewa kufanya jambo fulani, labda la kihuduma, labda la kikazi, labda la kiufundi, kwa namna yoyote ile. Kila jambo lina chanzo, na kila jambo lina mfumo, na kila jambo lina mwelekeo, na wakati mwingine inaweza ikapoteza mwelekeo. Kuna mambo muhimu ya kufahamu. Mambo muhimu ya kufahamu. Kwa mtu au kwa watu. Kwa mtu au kwa watu. Kuna mfumo wa kiroho. Kuna mfumo wa nafsi na kuna mfumo wa mwili. Na ni vema na ni vizuri kujua kwamba mambo mengi, asilimia kubwa, huanza katika mfumo wa kiroho, katika ulimwengu wa roho, kuja kuwa dhahiri na kutimia katika ulimwengu wa damu na nyama. Mfano, kumbuka neno linasema tumfanye mtu kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Mungu alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ni kitabu cha Mwanzo. Sasa tunaanza kuona sasa lengo na kusudi, wakaishi na wakatawale. Kwa hiyo kuna kumilikishwa. Sasa
ulimwengu wa roho ulianza mtu huyo. Sasa inafika inasema kwamba katika maisha sasa yaliyoendelea, si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Sasa katika eneo hilo unahitaji kupata mwongozo wa mwelekeo sahihi wa kiroho. Na ili kupata mwelekeo ulio sahihi wa maisha yanaanza rohoni kuja mwilini. Sasa ukiwa ni mtu ambayo umekosa mwelekeo, mwongozo kwenye eneo la maisha ya kiroho, umekosa mwelekeo, umekosa mwongozo, unaishi maisha mwanaume au mwanamke katika maisha yako binafsi, katika mahusiano, katika familia, katika ofisi, katika kazi, katika taifa, katika huduma, katika kanisa, katika masomo na kila eneo, unakuta kama umekosa ibada, kumwabudu Mungu, kufanya ibada, tayari shida imeingia. Watu wengi wanafanya mambo, lakini hawajaanza katika ibada, katika sala. Hebu ngoja tuone hili jambo. Nikiwa nimezungumza kutoka mwanzo, nataka nizungumze katika Agano Jipya. Tuangalie katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Timotheo, ule mlango wa 2. Tunaanzia mstari ule wa kwanza, inatupa mwongozo wa maagizo kuhusu kuabudu. Na hili ni jambo la muhimu sana ambalo nataka niongee na wewe, mtu wa Mungu, mwanaume au mwanamke. Mwanaume umeoa, mwanamke umeolewa, ni mwanaume unayeishi bado hujaona maono. Mwanamke bado unaishi hujaonwa maono. Ama ni mwanaume tayari ulishakuwa na mahusiano au maono umekuwa nayo, lakini tayari mwenza wako amekuacha au umeachana vyovyote vile, au mwanamke umeachwa. Sasa ni vema na ni vizuri uweze kunielewa vizuri ya kwamba inawezekana kati yenu hamjajua, hamjafahamu, kuna namna mwelekeo haukuwa sawa. Au uko sehemu kwenye ofisi, umetolewa, umefukuzwa, umeondoka, au kwenye familia, au kwenye kanisa, vyovyote vile, kuna sehemu umepoteza mwelekeo. Sasa nataka nitoe mwongozo wa maelekezo ya mwenendo wa kiroho. Iwezekana kuna namna mwenendo ilikuelekea vibaya, imewaendea vibaya, na mpaka sasa iwezekana hujapata ushauri, hujapata mwongozo, mwelekezo. Jambo la muhimu, linahitajika maombi ambayo inaweza kukufanya uweze kurudi kwenye nafasi yako, aidha kwenye mahusiano, mwanaume, mwanamke, aidha ofisini, kazini, aidha nyumbani, kwa wazazi wako. Nawezekana kuna namna umekosea, alafu ukaondoka. Sio wewe wa kwanza. Hata Biblia inaonyesha kulikuwa kuna baba alikuwa na wana wawili. Ikafika wakati mmoja kati yao akazungumza, akaongea, anahitaji sehemu inayemstahili kumdondokea, kumwangukia ya urithi. Yule baba akawa mwerefu katika nafsi yake, akawa na nafsi ya hekima, akawapa wote, mkubwa na mdogo. Na alipowapa, basi mmoja kati yao akatulia nyumbani, mmoja akaondoka na zile mali, akaenda nchi ya mbali, kaenda kutumia, akatapanya kwa namna vile anavyojisikia, anavyoelewa, anavyofahamu. Siku ya siku zikaisha, sababu kila kitu ina chanzo na ina mwisho, lakini Mungu hana mwisho. Yeye ni Alfa na Omega, alivyoanza na kuendelea, yeye ndiye
mwisho wa mambo yote. Sasa ni vema na ni vizuri ujue swala la ibada, swala la kuabudu, lakini pia ujue ibada iliyo sahihi, wapi pa kufanya ibada. Sasa wengi unaweza kukuta anajua yeye ni nani, anaitwa nani, lakini hajui, si wote wanaojua ana nini na anaweza akafanya nini. Lakini pia usijifananishe na mtu wala na watu. Baki nafasi yako kama wewe, na ukifanye kile ambao umekusudiwa, na si wote wanaojua, kwa sababu wengi hawana baba wa kiroho, madhabahu. Na hata unaweza kukuta unaenda unasali, jina lako linatambulika, unafahamika, lakini hujapata mtu wa kushauri na kukuongoza na kukuelekeza. Kuna maisha ya kiroho na kuna maisha ya kimwili. Ndio maana anahitajika mzazi. Anahitajika mzazi. Ukifuatilia vizuri utaelewa na utafahamu nafasi ya baba. Kuna nafasi ya baba mzazi, baba mlezi, na kuna nafasi ya baba wa kiroho, anayekulea na anayekusimamia na anayekufundisha na anayekushauri. Ni jambo la muhimu sana. Sasa leo naitumia siku ya leo kama fursa kubwa kwako, mwanaume au mwanamke, familia ama mtu yoyote, kwa namna yoyote, vyote vile ulivyo. Nataka nizungumze kitu cha kipekee sana ambayo itakusaidia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, na useme amina. Katika Timotheo mlango wa kwanza, Timotheo wa kwanza mlango wa 2 na mstari wa 1, maandiko yanasema hivi. Nitasoma kwenye Biblia ya tafsiri ya neno. Nasema hivi: awali ya yote, na si kwamba dua na sala, maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wale wote wenye mamlaka, ili tupate kuishi kwa amani na kwa utulivu katika uchaji wote wa Mungu na utakatifu. Jambo hili ni jema, tena linapendeza machoni pa Mungu Mwokozi wetu, anayetaka watu wote waokolewe na wafikie kuijua kweli. Katika Injili ya Yohana anasema utaijua kweli na kweli nayo itakuweka huru. Sasa anazungumza kabla ya mambo yote, kinachotakiwa ni dua, sala, maombezi na shukurani yafanyike kabla ya mambo yote. Sasa katika mwongozo ninaotoa wa maombi ya maombezi, nisikilize kwa makini. Mwongozo ambao tumeuona hapa inayohusu mwongozo wa maelekezo wa lengo na kusudi. Hapa nataka kuzungumza mwongozo wa maombi ya maombezi ya dua, ya sala, maombi, maombezi na shukurani kwa watu wote. Inawezekana hata mmefika sehemu mmeachana, mmepishana, mmekorofishana, lakini kupitia mwongozo huu unaotoa wa dua, wa sala, wa maombi, wa maombezi, hakika kuna kitu kitakachofanyika kwa kilichopotea kwako kwenye hatima yako. Sasa katika hatua, twende kidogo tuingie kwenye kusudi kulingana na neno hili, mwongozo huu
wa maagizo kuhusu swala la ibada, swala la kuabudu. Vitu vingi vinaenda vizuri kutokana na ibada ya mtu, ibada ya familia, ibada katika kanisa, katika taifa, katika nchi. Kusudi la dua, kusudi la sala, kusudi la maombi na maombezi. Maombezi ni kazi, tena ni kazi takatifu, ambayo ni kazi ya kusimama kwenye pengo, mahali, sehemu ambayo kuna changamoto kiroho, kimwili, katika nafsi ya mtu, katika moyo wa mtu, katika maisha ya mtu, katika mahusiano ya mtu, biashara ya mtu, mipango ya mtu, malengo ya mtu. Kuna shida imeingia, kuna changamoto imeingia. Huduma ya mtu, kanisa, familia, shirika, taifa, nchi, viongozi. Anahitajika mtu ama watu walio sahihi, watakaosimama katika sehemu ambayo kuna changamoto. Kuna changamoto imeingia, na changamoto inaanza kwenye ulimwengu wa roho kuja kuathiri katika ulimwengu wa damu na nyama. Anza kupiga picha, ni eneo gani, ni sehemu gani. Unaponifuatilia, ingia kwenye imani hapo ulipo, kuamini ya kwamba mimi sasa unayeniona, mimi sasa Prove Elijah ambaye Mungu amenileta kwenye skrini yako tayari. Sasa uamini ya kwamba Mungu amenileta ili niweze kusimama sehemu ambayo kuna changamoto, kwenye mazingira ya maisha yako kiroho na hata kimwili, kwenye mahusiano yako, kwenye mahusiano yenu, kwenye biashara yako, kwenye biashara yenu, kwenye huduma yenu, kwenye maono yenu, kwenye kanisa, kwenye familia, kwa wanandoa, na hata wale ambao wana mahusiano bado hawajafikia tamati ya kufunga ndoa, lakini changamoto imeshaingia. Umwelewi mwenzako, yani anakuacha, hataki kuingia kwenye mwelekeo mfikie tamati na lengo. Kuna shida imeingia. Ndipo tunaposimama kupitia dua, kupitia sala, kupitia maombi na maombezi, ifikie hatua ya tamati, kumshukuru Mungu katika maombi ya shukurani. Mungu amekuwa Ebeneza. Mungu anahitaji akuonyeshe. Umevunjika moyo, umekata tamaa, maombi yako haitoshi peke yako. Mungu asikie na akuponye na akuokoe na akufungue na arejeshe familia yako na aponye kazi yako. Glory to God, glory to God, glory to God. Mtu anafikaje kuokolewa? Watu wanafikaje kuokolewa? Familia inaokolewaje? Huduma inaokolewaje? Mazingira ambayo imekuwa na changamoto inaponywaje, inafunguliwaje? Kupitia kwa mtu. Ni vizuri kujua neema ya wokovu. Neema ya wokovu ni kazi ya Mungu. Ni kazi ya Mungu. Mungu anamchukua mtu aliye sahihi ili asimame kwa dua, asimame kwa sala, asimame kwa maombi na maombezi, ili upate neema ya ukombozi kupitia maombi. Hiyo ni sehemu inayotumika kwa ajili ya kukuvuta na kukuleta kwa mtumishi kwenye madhabahu, na mtumishi kukusogeza, kukupeleka mbele ya kiti cha enzi kupitia sala na dua na maombi na maombezi. Mabadiliko yanatokea. Kwa hiyo kutumia muundo wa kiroho, nafsi na mwili katika dua, katika maombi ya maombezi na shukurani, kuna kitu kinafanyika kwa ajili ya kuleta msaada, kukusaidia, kuwasaidia, na uwe makini katika eneo la maisha yako, eneo la maisha yenu, ili uone mabadiliko haya kwa ujumla wake kupitia dua, sala, maombi na maombezi yanaoombwa kwa usahihi. Mtume Yakobo anasema mwaomba hampati kwa sababu mwaomba vibaya. Kwa wakati mwingine kuna namna mtu anaomba. Unaombaje vibaya? Ni pale unapokuwa hujafanya maandalizi namna ya kwenda mbele za Mungu. Wana wa Israeli waliingia kwenye changamoto. Musa akatoka akapanda mlimani ili kuzungumza na Mungu. Aliporudi anawakuta wana wa Israeli tayari wameshapoteza mwelekeo.
wameshatengeneza ndama. Sasa ni vema na ni vizuri na wewe uweze kuangalia katika mahitaji yako na haja ya moyo wako. Je, ni nini umeshatengeneza kwenye moyo wako, kwenye maisha yako? Umeweka imani kwa nani? Mwelekeo wako wa kiroho ukoje? Uko kwa Mungu au kwa madhabahu nyingine kinyume na madhabahu ya Mungu aliye hai? Imani yako imeelekea wapi? Hebu rudi kwa Mungu. Hatujaumbwa na kitu kingine, tumeumbwa na Mungu. Rudi kwa Mungu. Mungu atakufanikisha kupitia maombi na sala na dua. Bwana Yesu apewe sifa. Hili ni jambo la muhimu sana. Kwa hiyo katika sehemu hii ya kwanza, nataka uelewe kitu cha muhimu ni kujiandaa mwenyewe katika eneo la dua, katika eneo la sala, katika eneo la maombi na maombezi na shukrani mbele za Mungu. Mshukuruni Mungu kwa kila jambo. Neno linasema kwa kila jambo mshukuruni Mungu. Kwa hiyo kabla ya kuomba, kuwaombea wengine, kusimama katika nafasi, let's say kama mimi nimejiandaa, nimepewa neno gani, nitazungumza neno gani, nitaleta neno gani. Nimeuliza Mungu. Maneno ni mengi, mafundisho ni mengi, lakini nikapewa nizungumze juu ya maelekezo ya mwenendo wa kiroho. Kwa hiyo nitoe mwongozo ili kila mtu aweze kukutana na majibu yake kupitia sala, dua, maombi na maombezi na shukrani. Kwa hiyo kabla ya kumwombea mtu mwingine, kuwaombea wengine, aidha kwenye kazi, kwenye familia, kwenye taifa, kwenye nchi, kanisani, viongozi wako kanisani, watumishi, familia yako, watoto wako, hakikisha wewe mwenyewe uko katika hali ya kiroho. Mungu ni roho, na wale wamwabuduo imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. Uwe katika hali ya kiibada sahihi inayohitajika. Hilo ni jambo la muhimu sana. Kabla haujafanya jambo lolote, hilo ni la muhimu. Na hiyo ndio inayoweza kusababisha kudhirisha Mungu, ajifunue, ajidhirishe katika dua, sala, maombi na maombezi na shukrani unayoifanya mbele yake. Hallelujah, glory to God. Kwa hiyo katika hatua hii ni ya muhimu sana, na jambo la muhimu ni ujichunguze katika roho yako. Roho yako, sababu roho ndio sehemu inayoasiliana na Mungu, inayepokea kutoka kwa Mungu. Sasa ikiwa haiko sawa, nitazungumza vitu vitatu katika eneo la roho. Moja, dhamiri. Dhamiri ndani. Dhamiri ni mfano, naitoa mfano katika taifa letu, katika nchi yetu, au katika mataifa mbalimbali. Kila taifa lina jeshi. Sasa jeshi wana kitu kinaitwa rada. Rada ya jeshi inawekwa sehemu katika mlima au sehemu ili kuonyesha kwa ajili ya kulinda mipaka ya nchi. Kwa hiyo dhamiri imewekwa ndani, ina uwezo wa kukuhabarisha, kukujulisha jambo, kukuambia jambo kabla hujafika ofisini au safari unayo, kabla lijatokea jambo katika maisha, au uko ndani unasikia dhamiri na kuambia toka nje. Unapotoka kuna jambo linatokea, alafu unakuwa salama, unaokoka. Dhamiri. Kwa hiyo dhamiri iwe njema, isiwe na makosa, isikuhukumu, isikushtaki. Sasa kuna watu wengi wanaenda mbele za Mungu, dhamiri zao zinawashtaki, zinawahukumu. Kwa hiyo lazima uhakikishe dhamiri yako iko sawa. Pili, utambuzi wako uwe sawa, ili kung'amua, kutambua, kuelewa kuna adhari gani, kuna shida gani. Lakini utambuzi inakupa kujisikia, usikie sauti ya Roho Mtakatifu kwa uwazi juu ya kile unachoomba au unayemwombea.
Kwa hiyo ikiwa safi, masikio yako ya ndani unapata mwongozo, maelekezo. Si watu wote. Ndio maana wakati wana wa Israeli wamepata changamoto, basi Musa yeye alienda na alikuwa anawasiliana na Mungu. Dhamiri yake ilikuwa njema. Mungu anamsikia na yeye anamsikia Mungu. Na tatu, ushirika. Unajua huwezi kwenda na mtu bila ushirika. Huwezi kuwa na mtu bila ushirika, mahusiano mazuri. Kwa hiyo ushirika. Ushirika ni kitu ambacho tunasema shauku ya kukaa mbele za Bwana. Ikiwa umekaa kuomba ili kuna kitu unataka upewe, upate, ufunuliwe, urejeshewe. Sasa ni vizuri kufanya ushirika na Mungu. Sasa wakati mwingine mtumishi wa Mungu anatumika. Ndio maana hata katika wakati wa wana wa Israeli, angalia Yuda na Israeli, Yuda na Israeli, Israeli na Yuda, walivyomkosea Mungu, alikuwepo nabii Ezekiel. Kwa hiyo Mungu akawa hawasikilizi, lakini akamwambia Ezekiel ya kwamba wewe sasa utasimama ukiomba, ukisema, ukanielekea kwa sala, kwa dua, kwa maombi, kwa maombezi, kupitia wewe nitawaangalia. Yuda, Israel. Ndio maana unakuta Ezekiel alilala ubavu mmoja wa kushoto kwa ajili ya uovu na dhambi, and then akalala ubavu mwingine wa kulia, sababu kuna Yuda na Israel, ili wapate neema ya kuokolewa. Mungu awasikie tena, Mungu awarejelee tena. Mungu alipitia mtu, ndiposa sasa hata leo Mungu anapitia watumishi. Mwaheshimu watumishi wa baba wa kiroho katika taifa, katika nchi, mahali popote, katika kanisa, katika familia. Mungu anaweza kawainulia, yani mtu katika familia msimjue, huyo ni daraja. Mungu anapitia ili kulinda ile familia na kuponya ile familia, wasiingie kwenye shida na matatizo. Mtendakazi, mhudumu katika kanisa, katika maono fulani, mtu mnampokea ni mfanyakazi katika ofisi fulani, lakini mkimuondoa yule mtu tu, ni kama mmemuondoa Yusufu, kila kitu kinaharibika. Ni kama mmemuondoa Esther, shida inaingia kwenye familia, badala ya kupata usalama na ukombozi kwa kile kilichopangwa na kukusudiwa vibaya. Kwa hiyo kuna watu muhimu katika maisha ya mtu, katika kazi, katika taifa na kila eneo. Kwa hiyo hilo ni jambo la muhimu. Na jambo la pili ni hatua kwamba tujifunze katika nafsi. Nafsi yako, nafsi ya mwingine, nafsi ya wengine. Kuna vitu vitatu. Moja, akili. Ya pili, hisia. Na tatu, mapenzi. Kwa maana Yesu alifika sehemu katika kuhisi, katika uelewa, ufahamu wake, na katika mapenzi yake akasema, si kama ninavyotaka mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Kwa hiyo lazima kujua kwamba unajifunza nini katika nafsi yako. Tuangalie katika akili. Je, una mawazo ya kuhukumu au huruma kwa mtu au kwa watu? Ili lengo uondoe, ujaze huruma ya Mwokozi, ya Yesu Kristo ndani yako, ya Mungu ndani yako. Ulimwengu wa sasa kumekuwa na ukatili sana. Unakutana na watu, mnakubaliana, mtafanya 1, 2, 3. Mtu anageuka, anakuwa mwingine kabisa, kupitia akili yake na ufahamu wake.
Tuangalie hisia. Je, una hasira, una uchovu, au umekata tamaa, umekatishwa tamaa? Umwombe Roho Mtakatifu akupe mwendo wa kiungu, mwenendo wa kimungu, hata kwa kufikia hatua kwa hali uliokosa amani na kukata tamaa, ili usiendelee kukosea katika hatua uliokosea. Unahisi kukosea, unahisi umekosewa, unahisi kuna kitu unahisi hauko vizuri. Angalia toka Januari mpaka sasa, unahisi nini kwenye safari ya maisha yako, kwenye mahusiano, kwenye familia, kwenye ofisi yako, kwa kiongozi wako, kwa mkeo, kwa mmeo, kwa watoto wako, unahisi nini? Kwa bosi wako, unahisi nini? Kwa kiongozi wako wa kiroho, baba wa kiroho, unahisi nini? Kule kuhisi ni wewe au ni Mungu anakuletea ili ubadilike, uone la kufanya ili mambo yasiharibike? Hilo ni jambo la muhimu sana. 3, mapenzi. Je, uko tayari kujitoa muda na nguvu kutoka kwako, nafsini mwako, kwa ajili ya mtu, kwa ajili ya watu walio na changamoto na shida? Toa nia yako kwa Mungu. Neno linasema katika Agano la Kale mpaka Agano Jipya, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa nafsi yako, na kwa roho yako, na kwa akili yako, na kwa nguvu zako, na kwa mali zako. Je, unahisi nini ukitoa mali zako? Uende ukafanye nini? Mtu afe, watu wakose, familia iharibikiwe, watu wapate changamoto na shida. Unahisi kufanya nini? Kufanya nini kwa Mungu? Kufanya nini kwa dhehebu lolote, kwa kanisa lolote? Kufanya nini kwa wananchi? Kama ni kiongozi, ni mtawala, umepewa dhamana, watawale watu, waongoze watu, watumikie watu. Umepewa dhamana, uwe ndani ya taifa hili au nje ya taifa la Tanzania, lakini ni kiongozi, umepewa dhamana na wananchi. Wamekuchagua, waongoze, wavushe. Utakuwa Musa wa kweli? Utakuwa Musa wa kweli? Uwe wa kiroho au katika eneo lolote, hata katika siasa, kiongozi umechaguliwa. Hayo yote Mungu anajua, Mungu anafahamu. Hilo ni jambo la muhimu sana kuweza kuelewa. Msaada unahitajika ili mapenzi ya Mungu yaweze kutendeka, yaweze kufanyika, watu wapate neema ya ukombozi. 3, ujichunguze katika mwili wako. Mwili ni sehemu kubwa sana yenye madhabahu ya hatari, usipoelewa, usipofahamu. Chagua wakati na mahali unataka kuomba, unataka kufanya jambo, bila kuvuruga, bila kuvurugika. Iende vizuri kwenye familia, kwenye ofisi, kwenye taifa, kwenye nchi, kwenye kanisa. Ni jambo la muhimu sana kuweza kuelewa. 3, hakikisha umepumzika vya kutosha, uko na nafasi ili uchukue hatua kwa ajili ya kuchukua hatua kwa ajili ya dua, sala, maombi na maombezi na shukurani. Mungu anahitaji nafasi na muda kwa ajili ya hatua, muda mzuri uliotulia. 3, ikiwezekana, neno linasema mengine hayawezekani bali ni kwa kufunga na kuomba. Lengo na kusudi upate mwongozo wa Roho Mtakatifu ili kufika katika lengo. Ndio maana kuna mambo mengine sisi inabidi tuchukue muda, tutulie mbele za Mungu, tufunge na kuomba. Kuomba kwa ajili ya nchi, wananchi, kuomba kwa ajili ya kazi zao, afya zao, maisha yao, uongozi wao, mipango na malengo. Hilo ni jambo la muhimu sana. Kwa hiyo
Wapendwa wana na mabinti ndani ya ufalme, watu wa Mungu wote, wa makabila yote, mataifa yote, mliopata bahati na neema mimi kuweza kuongea na kuzungumza katika muundo huu nilioongea juu ya kiroho na juu ya nafsi na juu ya kimwili. Haya mambo yanaishi ndani ya kila mtu, kila mwanadamu. Kwa hiyo hapa ni muhimu sana tuweze kuelewa muundo wa kiroho na nafsi na mwili katika utaratibu, ili tuweze kuona mifumo yaliyo kinyume yanayoleta kuathiri, ili tusifikie kuwa kwenye lengo la hatima ambayo Mungu ametukusudia. Kwa hiyo katika maombi kwa ajili ya hatua zote, natamani Mungu aweze kuonekana kwa kila mmoja. Bila shaka mtu wa Mungu umenielewa. Pale uliko umepokea mafundisho haya, na naamini ya kwamba maisha yako hayatabaki kama yalivyo katika jina la Yesu Kristo. Na kama umepokea, na useme umepokea, amina. Na usiache kusupport ili tuzidi kuweza kuja kwenu kupitia namba zinazopita kwenye skrini mahali pale. Unaweza kutoa sadaka kusupport maono haya, kushiriki, kuwa na ushirika. Jinsi unavyobarikiwa, familia yako itafunguliwa, biashara yako itafunguliwa, maono yako, hatima yako, kazi, kanisa, huduma. Unaweza. Ni kweli kuna namna moja usipoweza kubadilisha baba mzazi aliyekuzaa, lakini baba mlezi kuna hatua. Lakini pia baba wa kiroho, jinsi Mungu anavyokuletea na kulisha, anawalisha, kuna baraka itagusa maisha yako, familia yako, biashara yako, kazi yako, maono yako. Naamini Mungu amenileta kwa ajili yako na familia yako, itakuwa baraka. Achilia kwenye chombo hicho cha namba hiyo inaopita hapo kwenye skrini yako, na maisha yako hayatabaki kama yalivyo. Huduma yako na kila kusudi na kila mpango uliokuwa nayo, hakika kama umeamini Mungu wangu anayenitumia na aliyeniita na aliyeniweka kwa ajili ya kusimama katika nafasi yoyote ile kiroho na kimwili, kwa neema ya Mungu ninasimama na natangaza kwako mwanaume, na natangaza kwako mwanamke, na natangaza kwako familia, na natangaza kwako mtumishi wa Mungu wa huduma yoyote, kanisa lolote, maono yoyote, mahali pale katika kusudi la Mungu na mpango wa Mungu, Mungu akapate kukukomboa na kukufungua katika jina la Yesu Kristo. Ubarikiwe. Karibu. Si mwingine ni Proof Elijah Christian Molel. Karibu Jehovah Shammah.